Unaamini kwamba ambao wanawaiga mtakachokifanya kwa asilimia kubwa sana wanaweza wakakiadapt? Kwa sababu swala la uwekezaji, unajua mpira umetoka katika historia ndefu sana katika nchi yetu. Tumetoka katika mfumo wa uendeshaji wa mpira katika mchezo wa ridhaa. Sasa tunakwenda kwenye mchezo wa kulipwa, kwa maana ya kutoka kwenye amateur tunakwenda kwenye professional football. Na mwanzoni vilabu hivi ambavyo vilikuwa vimeanzishwa vinategemea zaidi nguvu ya wanachama, lakini wakati huo mpira ulikuwa unatumika kama chombo cha burudani na kadhalika. Lakini sasa hivi ni money making machinery, kwa maana kwamba mnaweza mkatengeneza fedha nyingi kupitia mpira. Kwa hiyo hilo linatulazimisha sasa tuwekeze upya, kwa maana kwamba tunaongeza mtaji ili tuweze kuboresha ule utendaji wetu, na hilo haliwezi kufanyika bila kuwekeza. Uwekezaji unahitaji kuwe na seeding capital na mambo mengineyo ambayo yanaweza. Kwa hiyo tunafanya mabadiliko hayo ili kuweza kualika uwekezaji, na tunashukuru Mungu kwamba tangu tumeanza 2017 timu yetu imepiga hatua kubwa sana, kwa maana kwamba kutoka kwenye unranked club in Africa mpaka sasa hivi tuko kwenye club namba 5. Wapo ambao hawapendi hilo, lakini hiyo itakuwa ni juu yao wao na nafsi zao, lakini mabadiliko hayo ndiyo ambayo yameleta chachu hata vilabu vingine nchini kuweza kujitahidi, hata kama hawakutumia mbinu sahihi, lakini wanaweza kusogea na wao wakafikia kuonekana. Mwekitu umezungumza kuhusu vifungu vya sheria, vifungu vya katiba ambavyo vinakwenda kurekebishwa. Nadhani kuna shida yoyote ukivitaja ili walau na watu wengine, wananchi wengine wakapata kujua mnaenda kurekebisha kifungu gani na kinasemaje, nataka kiweje sasa? Sasa hiyo inaweza ikanifanya ni kiuke masharti ya katiba yenyewe. Masharti yanatakaje? Kwamba siku 7 kabla ya mkutano mkuu, tutasambaza notes za mkutano ule ili wanachama waweze kupitia yale ambayo tunaona, lakini tunatoa fursa pia ambayo kwa sasa inaweza kawa imepita. Ibara yetu ya katiba ya 28 imetoa fursa kwenye mapendekezo yote ya marekebisho ya katiba anaweza kuwasilisha siku 21 kabla ya mkutano mkuu. Na wapo watu ambao ni wanachama wamewasilisha mapendekezo hayo, na tunayafanyia alignment, na watafanya hiyo motion wao wenyewe kwenye mkutano ule, kwa sababu mkutano wetu sisi huwa unakuwa live na tunatoa fursa kwa kila mmoja mwenye hoja anaiwasilisha kama tulivyofanya katika mikutano mingine yote.